Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Klabu ya soka ya wananchi Young Africans leo hii wamekwenda kutangaza taarifa kubwa kweli mbele ya mashabiki zake. Huenda ikawa ni taarifa njema ambayo mwana Yanga ungepaswa kuweza kuijua, kwa sababu ni nyota mpya ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans mara baada ya klabu hiyo kuweza kukamilisha sajili hiyo kubwa kweli katika mwendelezo wa kuweza kutawala soka la Tanzania, ili watu wakimbie vizuri kabisa mechi watakapokutana nao. Naambiwa nyota huyu ana rekodi nzuri na anaifahamu vizuri kabisa ligi kuu ya soka Tanzania bara, hivyo basi si usajili ambao utahitaji muda kuingia kwenye mfumo wa Young Africans, kwani anawafahamu vizuri kabisa hata wachezaji wa Young Africans. Ni nani huyo, imekuwaje, wamemtoa wapi, muda wake, atakaa muda gani kwenye kikosi cha Young Africans? Yote hayo bila shaka unahitaji kuyafahamu, na mimi nimekusogezea hapa kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa ambayo imekamilika kutoka katika vyanzo vya Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili kubwa ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, Yanga umeweza kusikia kwamba sasa hivi wapo katika hesabu za kufanya biashara ili waweze kupata kitita cha pesa ambacho kitawafanya waweze kuongeza nyota wengine wapya kwenye hesabu zao kwa kile ambacho kinachoendelea. Dili la kwanza limeweza kutiki ni dili la Stefano Aziz Ki ambaye ameelekea kule Wydad Casablanca kwa zaidi ya shilingi bilioni 2 ambazo wamezichukua Young Africans kutoka pale kwa klabu ya Wydad, na sasa inaelezwa kwamba kinachoendelea kwa sasa ni kumuuza Clement Mzize ambaye anaelekea Zamalek kwa ada ya usajili ya shilingi bilioni 1.5, nayo pesa ambayo klabu ya soka Young Africans wataichukua. Kwa hiyo Yanga kwa wachezaji wawili watakuwa wamenufaika kuweza kupata shilingi bilioni 3 na milioni 500 kama sehemu ya kuuza wachezaji hao wawili ambao wanatakiwa na hivyo vilabu. Sasa na Young Africans na wao wanaona sasa hii ndio muda wa kufanya jeuli kwa wachezaji ambao wanawahitaji katika hesabu zao. Sasa klabu ya soka ya Young Africans leo hii asubuhi mapema imetangaza kukamilisha sajili yake kubwa kabisa kutoka pale mitaa ya Chamanzi. Unaambiwa mchezaji mwenyewe anaitaka timu, kwa nini wananchi Young Africans wasimchukue mapema kabisa? Awali ulisikia story kuhusiana na Djibril Sila, miongoni mwa wachezaji ambao walikuweza kutangaza mapema kabisa kuambia uongozi wao kwamba wako tayari kuongeza mkataba na klabu hiyo, hivyo basi mwisho wa msimu huu wataondoka. Sasa Djibril Sila inaelezwa kwamba amejiunga na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi, ambapo winga wa klabu ya Azam FC ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Zipo taarifa ambazo zilikuwa zikiweza kuzungumzwa, sasa ni tayari amekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya Yanga kwa mkataba wa miaka 2. Mbali na Sila, ambapo inaelezwa kwamba katika sajili ambayo waliokuwa wakiweza kuitizamia kama sehemu ya mbadala wa Clement Mzize ambaye anatimkia zake katika klabu ya Zamalek, ambaye anahesabu siku tu kumalizana na Zamalek ili aweze kutua katika kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia
hapa anazungumzia Zamalek. Sasa kile ambacho kinachoendelea, unaambiwa mbali na hayo, inaelezwa kwamba Sila wamepania kumrejesha kiungo wao wa zamani. Hapa anazungumzia Faisal Salum ambaye mpaka sasa kuna 70% za kurudi Yanga msimu ujao. Kuna uwezekano Sila na Fei wakacheza timu moja tena msimu ujao, kwa sababu wote wameutaarifu uongozi wa Azam kuwa wataendelea na Azam, na Fei bado na mkataba wake wa mwaka mmoja, lakini kutokana na makubaliano ya klabu yake ya zamani na Azam, kuna kipengele cha kurejesha katika klabu yake ya zamani ambayo ni klabu ya soka. Hapa nazungumzia ya Young Africans. Lakini katika kile ambacho nimekueleza ni kuhusiana, hapa nazungumzia na Clement Mzinze ambaye nilikudokezea hapo mwanzoni. Iko hivi kuhusiana na Clement Mzinze, unaambiwa baada ya kiungo mshambuliaji Stefano Aziz Ki kuuzwa katika klabu ya Wydad Athletic ya Morocco, sasa anayefuata ni mshambuliaji hatari Clement Mzinze aliyebakisha wiki moja tu kuuzwa katika moja ya nchi ya Afrika Kaskazini baada ya ofa 3 kutua klabuni hapo kwa Waarabu kuongeza dau ili kumngoa klabuni hapo. Mzinze mwenye mabao 13 na assist 3 katika ligi kuu ya NBC mpaka sasa amekuwa akiwindwa na klabu kadhaa, lakini inaelezwa kwa sasa mipango iliyopo ni kwamba muda wote ataondoka Yanga kwa kuuzwa na klabu hiyo kama ilivyokuwa kwa Aziz Ki. Ingawa mabosi wa Yanga wanafanya siri juu ya biashara hizo, lakini Mzinze anahesabu siku tu kuuzwa baada ya klabu 3 za Wydad Athletic iliyomnunua Aziz Ki, Zamalek ya Misri na Al Tripoli ya Libya, zote zikifikia dau ambalo Yanga inalitaka. Taarifa kutoka kwa wasimamizi wa mshambuliaji huyo ni kwamba klabu hizo 3 kila mmoja imekubali kutoa dola 500,000 ambayo ni takriban shilingi bilioni 1.4 bilioni kumwania Mzinze, na uongozi wa Yanga umeridhia hilo la kumuuza nyota huyo kuelekea katika klabu ya Zamalek ambayo ndio wanaonekana kupigia upato kwelikweli dili la Mzinze. Lakini katika taarifa nyingine, klabu ya soka ya wananchi Young Africans sasa hili kuweza kuongeza nguvu zaidi, inaelezwa kwamba Josephat Arthur Bada usajili mwingine huu ambao Yanga unaenda kuboresha kikosi chao katika eneo la kiungo cha ushambuliaji. Bada amekuwa kwenye kiwango bora kabisa katika ligi akichezea Singida Black Stars na amekuwa na takwimu bora sana katika eneo lake. Wananchi wapo serious sana kuhusiana na msimu ujao, wakihitaji kuweza kuongeza nyota wengine wapya. Lakini katika taarifa nyingine ambayo ni kubwa kuhusiana na kocha Rurani Mukwena, bado mazungumzo na klabu ya soka ya Young Africans yanaendelea, huku Yanga wakihitaji kocha huyo aweze kupunguza mshahara ili waweze kumpatia hofa ya kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Inaelezwa kwamba kocha Rurani Mukwena ambaye alikuwa pale Wydad Casablanca, ambaye ameweza kumalizana nao na kuweza kumuondoa kwenye kikosi chao, sasa anatizamiwa kuja kuchukua nafasi ya kocha Amdi ambaye anaondoka kwenye kikosi hicho, ambaye taarifa yake yeye aliitoa mapema tu kabla hata msimu haujamalizika ama kuelekea ukingoni. Aliwaambia viongozi wa Young Africans kwamba anahitaji kwenda kwenye changamoto nyingine, kwa hiyo hatakuwa nao tena msimu ujao, ingawa na rekodi nzuri, lakini wanatizama Rurani Mukwena, kocha wa zamani wa Mamelodi na Wydad Casablanca, kutua kwenye kikosi hicho. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.